بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وبعد tukiendelea na madarasa haya ya kitabu cha al-Imam Ash-Shirazi rahimahullah cha Al-Lum'a, tumefika katika kueleza aina za elimu. Ameeleza al-ilmu darbani, ameeleza ilmu kuwa ziko aina mbili au zimegawanywa vigawanyo viwili. Asema wal muktasabu, tukaeleza ilmu ya daruri kwanza, kisha tukafika katika al muktasab, ilmu ya kasbi, iliyotafutwa iliyofanywa kazi. Tamam. Asema wal muktasabu kullu ilmin, na elimu hii ya muktasab yani iliyofanywa kazi. Asema kullu ilmin ni kila elimu yaga'u ala nadharin wastidlalin, inakuja inatuka inapatikana kwa nini? Kwa nadhar, kwa kufikiria, kwa kutaamal, wastidlal, na kutafuta dalili, kuangalia hii dalili maana yake nini. Kwa hiyo yani ni elimu ambayo haiji moja kwa moja. Ilmu ya daruri ni ilmu inayokuja nini moja kwa moja. Lakini ilmu hii ya muktasab ni ilmu ambayo lazima tuangalie, lazima iwe kwa nini? Kwa dalili. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Na itakuja inshallah taarifu ya nadhar baada ya fusul kama 2-3 hivi. Asema Sheikh wastidlal kalilmi atoa mfano sasa kama elimu ya nini? Bihuduthi alam, kuwa hii alam, hii dunia tulioko, kitu chochote kisichokuwa Mwenyezi Mungu, kuwa vyote vilikuwa na mwanzo. Huduth ni kitu kuwa kilikuwa hakipo kisha kikaja, kimetanguliwa na adam. Kwa hivyo asema al-ilmu bihuduthi al-alam, kujua kuwa hii dunia ilikuwa na mwanzo. Hii ni ilmu ambayo yataka nadhar, yataka dalili. Kwa ajili gani? Yataka dalili kama ina mukaddima mbili. Wanasema kwa mfano kwa istidlali ya hii sana, hii yatumika kwenye la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, inatumika kwenye ilmu ya mantiq. Mfano huu hutumika sana, wanakuambia al-alamu mutaghayyirun, hii dunia, kitu chochote kisichokuwa Mwenyezi Mungu chabadilika rangi, chabadilika hali, chabadilika ujoto, ukubwa, udogo, vitu vyabadilika. Leo tulikuwa watoto, kesho tunakuwa wakubwa. Nyumba kabla ya kujengwa ilikuwa haipo, kisha ikajengwa. Yale mawe yalikuwa sehemu kando, kisha yakawekwa pamoja. Leo kulikuwa kuna mvua labda asubuhi, kesho kuna jua. Sasa ni mchana, kesho labda yani kutakuja usiku. Kwa hiyo hivi vitu ambavyo ni dunia, kullu ma si wallah yataghayyar, kule kubadilika. Asema al-alamu mutaghayyirun, hii dunia au kullu ma si wallah, kila kisichokuwa Mwenyezi Mungu badilika. Hiyo ni mukaddima ya kwanza, ndio akwambia an-nadharin wastidlal. Sasa ndo pale fikra inapokuja, tuafikiria, tusema kwanza ili tujue kuwa hii dunia ilikuwa na mwanzo. Kabla ya kupata natija hii tufaa kuangalia mambo kwanza. Kuna mukaddimati tufaa kuzileta. Mukaddima wa kwanza ni kusema kuwa hii dunia yabadilika. Mukaddima wa kwanza. Mukaddima wa pili nasema al-alamu hadithun. Nasema al-alam mutaghayyir. Kisha mukaddima ya pili ni tuweke ile mukaddima ya pili, nasema wa kullu mutaghayyirin hadith. Wa kullu mutaghayyirin hadith, na kila kinachobadilika basi kilikuwa na mwanzo. Manake haiwezekani, manake kule kubadilika ni ishara kuwa sasa ilipokuwa joto kisha ikaja baridi ni kuwa mwanzo wa baridi. Basi kile kitu kwa ajili kimelazimiana na kubadilika, basi kile kitu tukajua moja kwa moja kuna wakati ilikuwa hakipo kisha kikaletwa kikawa na mwanzo. Tamam. Sasa asema katika hii istidlali hii au nadhari hii, asema wa kullu mutaghayyirin, na kila kinachobadilika hadithun, basi kina mwanzo. Na hii ni kitu badahi, ni kitu cha yani utasema tilgaiyan hufahamika. Kila kinachobadilika kweli ni hadith. Kila kinachobadilika kilikuwa na mwanzo.
Kisha sasa natija ya hizi mukaddima mbili, ya kwanza ni al-alam hadith, al-alam mutaghayyir, afwan, al-alam mutaghayyir, dunia hubadilika badilika. Mukaddima ya pili ni wa kullu mutaghayyirin hadith, na kila kinacho badilika basi kina mwanzo. Basi natija yake tupata fal-alamu hadithun, basi hii dunia ina mwanzo. Kwa ajili gani? Kwa ajili inabadilika. Na sasa unaona kama ilmu hii si tilqaiyan, huwezi kuipata mubashara, si ilmu daruri. Lazima uketi ufikirie, ulete istidlali. Bwana, nyinyi mwasema hii dunia ina mwanzo, kwa nini mwasema na nyinyi hamkushuhudia mwanzo wake? Hii dunia ina mwanzo kwa ajili ya kadha 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 kadha. Naam, hiyo mfano wa kwanza. Kisha sema wa ithbatu as-sani' kalilmi bihuduthi al-alam, wa ithbati as-sani' na kuthibitisha kuwa kuna aloumba au kuna mwenye kutengeza vitu hivi, kuna alotengeza au kuna mtengezaji. As-sani' ni mwenye kutengeza, kuthibitisha kuwa kuna alotengeza kitu chochote. Hii pia ataka istidlal na nadhar. Manake kama tunavyojua kuna watu zama hizi wasema hakuna Mungu. Sasa si nyinyi mwasema kuna Mungu. Taban sisi twasema kuthibiti kuwa Mungu yuko, hii ni badahi. Lakini kuthibitisha kuwepo kwa Mungu, pale kidogo yataka dalili. Pale kidogo yataka nini? Yataka dalili. Asema Sheikh, wasidqi rasulillah bihuduthi alalami wa ithbati as-sani'i wa sidqi rasulillah kalilmi bisidqi rasulillah. Naam, na ukuwa mtume ni mkweli pia ile yataka dalili. Manake kwetu Waislamu tutasema kawaida, lakini ukija kwa soko Muislamu ukimwambia bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam asema kadha kadha kadha, atakwambia mimi nitajuaje kuwa yeye ni mkweli? Kwa hivyo tunajua moja kwa moja kuwa hii yataka umpe dalili. Tamam, kwa hiyo hii ni ilmu muktasab. Asema wa wujubi salat. Naam, na kuwa swala ni wajibu. Mifano mingine tutaeleza zaidi maana ni rahisi. Kama sidqi rasulillah, vipi yani istidlali yake? Sisi tutasema Rasulullah ata bi mu'jiza, bwana mtume amekuja na miujiza. Alibadilisha kawanini za dunia hii. Kuna mambo yalitokea akabadilisha zile kanuni zilizozoeleka bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sisi sote tunajua kuwa hizi kanuni zatoka kwa muumba wa dunia. Kanuni hizi zatoka kwa nani? Kwa muumba wa dunia. Na yeye bwana mtume alidai utumi, kuwa ametumilizwa na nani? Na aloumba dunia. Sasa kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuja akabadilisha kanuni za dunia, mambo mengine yani yakakhalifu ile ada, na mwenye kuendesha dunia ndo yule ambaye bwana mtume amedai kuwa ametumilizwa naye. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu amebadilisha zile kanuni kwa ajili ya bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basi tukajua kuwa huyu mtume ni mkweli. Huyu mtume ni mkweli. Kwa ajili gani? Kwa ajili Mwenyezi Mungu ambaye ndo mpelekashaji wa mambo, ndo mwenye kuweka kanuni za kidunia, ameweza kubadilisha ada kwa ajili ya huyu kiumbe ambaye amedai utumi. Kama ingekuwa yeye si mkweli, basi Mwenyezi Mungu asingemsaidia katika kumbadilishia zile ada. Ndio tukajua kuwa bwana mtume ni mkweli. Kwa hivyo yataka nadhar na istidlal. Toba na istidlal ni ndefu zaidi na ni kubwa zaidi. Asema wa wujubi salati. Naam, na kama kujua uwajibu wa swala pia ni katika istidlalat. Yani ni katika ilmu muktasab. Kwa Muislamu la ni maalum min ad-din bid-darura, lakini aswalatan si maalum min, yani ni ilmu ambayo ina iktisab, kuna dalili. Nini wajibu wa swala? Tutasema Mwenyezi Mungu amesema wa aqimu salata, na mtuini Mwenyezi Mungu. Hiyo dalili ya kwanza, au niseme ni mukaddima wa kwanza. Qala ta'ala wa aqimu salata. Na mukaddima ya pili tutasema wal amru lilwujubi, wal amru almutlaq lilwujubi. Mukaddima ya pili ni kuwa amr mutlaq, au mukaddima ya pili tuseme wa aqimu, na hii sigha wa sighat aqimu fi'lu amri, na hii sigha hii ni fi'lu amri. Mukaddima ya tatu tulete tuseme wal amru almutlaq lilwujubi, na amri ikiwa ni mutlaq. Masala yatakuja inshallah kwenye usuli. Na amri ikiwa ni mutlaq,
haina kaidi yoyote, basi inaashiria kuwa hili jambo ni wajibu. Fasalatu wajibatun, basi swala ni wajibu. Kwa hiyo unaona hapa kuna nini? Kuna istidlali. Naam, asema shekhe wa wujubi salati wa a'daduha, na idadi za swala pia ni yataka istidlali. Tamam, kisha sema wa wujubi zakati, na kuwa zaka ni wajibu. Uwajibu wa zaka pia ni katika al-ilmu al-muktasab, mfano wake na ule wa swala sawa sawa. Kisha sema wa nisbiha wujubi zakati wa nisbiha, na zile niswabu zake, vile viwango vya chini zaidi, yani niswabu ile sisi tunasema, nafikiri kwa Kiswahili hiyo niswabu, sio asema wa ghairi dhalika, na mengine mengi na mengine pasi na haya, asema mimma yu'lamu bin nadhari wastidlal, katika vitu ambavyo vajulikana kwa nadhar, yani kwa kufikiria wastidlal, na nini? Na kutumia dalili. Yani mtu akikwambia chochote, ukimwambia nipe dalili, basi ujue ile ilmu si nini, si ilmu daruri, bali ni ilmu muktasab. Naam, na ilmu hii kama tulivyoashiria kule inapingana au ni kinyume cha ile ilmu ya nini, ya daruri. Maana yake nini? Maana yake ni ilmu hii almuktasab yakubali kuingia shaka, yaweza kuingia shaka kiakili, yaweza kuingia shaka, na ndio maana waliyadhu billah tuomba Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima. Tunaona watu wengine waingia shaka na watoka katika mila. Kwa ajili gani? Kwa ajili kuthibitisha ukweli wa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni kitu, ni ilmun muktasab, ni ilmu ambayo ina ya kufanyiwa kazi, haiji tu tilqaiyan. Naam, na pia utaona yakubali kuingia shaka, na ina maratib. Kuna wengine yani imefika sasa khalas ni yaqini, lakini kuna wengine kidogo kidogo, yani hali kidogo yataka sabr. Naam, ala goli. Kisha asema faslun, aingia katika fasli nyingine Sheikh rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumi fi ad-darain, asema wa haddul jahli tasawwurul ma'lumi ala khilafi ma huwa bihi, na haddi ya ujinga. Sasa ashazungumzia ilmu, asema bi dhiddiha tatamayazu al-ashya, basi vile ametaja elimu, basi akueleza nini itwaje ile la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah, akueleza la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah, akueleza dhidi ya nini, ya elimu, ili upate kufahamu zaidi. Asema wa haddul jahli, na taarifu ya ujinga, asema tasawwurul ma'lumi, ni kufahamu, ni kujua, ni kudhani. Al-ma'lumi tumesema kama kule ma min sha'nihi an yu'lam, manake hapa ndo italeta wadhih kuwa neno ma'lumi haimaanishi kinachojulikana. Manake tushasema ni jahli, kisha vipi wasema tena chajulikana? Kwa hiyo hapa yani al-ma'lumi ay ma min sha'nihi an yu'lam, tafsiri ni pale pale kama kule tuliposema al-ilmu fa huwa ma'rifatul ma'lumi. Hapa pia tunasema yani ma min sha'nihi an yu'lam, hapa pia tunasema tasawwurul ma'lumi ay tasawwur ma min sha'nihi an yu'lam. Asema Sheikh wa haddul jahli tasawwurul ma'lumi ala khilafi ma huwa bihi. Wa haddul jahli ni kuswawirisha kitu ambacho kawaida chaweza kujulikana, ala khilafi ma huwa bihi, kwa namna ambayo sio, ni kujua kitu au ni kudhania ni kuswawirisha kitu kwa namna ambayo si kwa uhakika wake. Tamam. La ilaha illa Allah muhammadur rasulullah. Na hapa kuna mambo tukiangalia tofauti ya ilmu na jahl. Kule kwenye ilmu amesema ma'rifatul ma'lumi, hapa amesema tasawwurul ma'lumi. Kwa nini? Mbona hakusema ma'rifatul ma'lumi ala khilafi ma huwa bihi? Naam, wale wanatuambia hapa ametumia neno tasawwur ili tujue moja kwa moja hii haina chochote, haihusiani chochote na maarifa wala elimu. Ndio maana akasema tasawwur. Hiyo mabahathi ya kwanza. Mabahathi ya pili, yeye kutumia neno tasawwur kwa mtu yote ambaye anasoma mantiq kidogo ataweza kuwa na i'tiradhi, ataweza kuwa na swali, aseme lakini sisi tunajua kuwa aljahlu ujahili huingia katika tasawur na tasdiq, huingia katika tasawurati na tasdiqat. Mwenye Sullam akwambia idraku mufradin tasawurin ulim wa darku nisbatin bitasdiqin usim. Yani manake tasawur katika mantiki, na hata hapa umuman maulama wakisema tasawur wamaanisha kujua tu taarifu ya kitu,
kujua tu taarifu ya kitu bila hukmi. Idraku mufradin, kujua mufrad, yani kitu ambacho si murakkab, tamam, kitu ambacho si nisba. Ukiambiwa Zaidun qaimun, ukisikia Zaid basi yani mtu mmoja, afwan, yani umejua maana ya Zaid. Ukimjua Zaid ni nani, basi ile ni tasawur. Lakini ukijua je kweli amesimama au hajasimama, ukisema kweli amesimama au hajasimama, pale inaitwa tasdiq. Sasa hapa alipotumia neno tasawurul ma'lumi, yaweza kufahamika, mtu aweza kusema kwa hiyo jahli ni khas kwa mufradati, ni khas tu kwa tasawur, haingii kwenye nini, kwenye tasdiqat. La, bali yaingia kwenye tasdiqat. Na ndio wengine katika kufasiri hii wakasema wal jahlu tasawuru al ma'lumi ala khilafi ma huwa bihi, ay yani maana tasawur hapa ay idrak, ni kujua, ni kutuka kwenye akili, wewe kuona hili jambo maana yake ni kadha, au kuona hili liko hivi, ile ndo idrak. Tamam. Na ndo walotumia nafikiri Imam al-Mahalli katika warakati, nafikiri ndo neno walotumia ay idrak, ili kutoa ile wahmu. Mtu aweza kuwa na tawahum hapa. Naam, hususan taban ni mtu ambaye atakuwa amesoma aitwaje Sulam au kitabu chochote cha mantiki. Naam, asema wa haddul jahli tasawwurul ma'lumi ala khilafi ma huwa bihi. Naam, asema ni kujua kitu au kusawirisha kitu kwa hali ambayo sio. Kwa mfano Zaid yuko, Zaidun qa'im, Zaid amesimama. Wewe mtu ikawa yuadhani Zaid amesimama, lakini hakika hajasimama, basi tutasema hii ni nini? Ni ni jahl. Lakini kihakika hii ni haddi ya jahl murakkab. Manake aljahlu jismani au nawani. Tamam. Aljahl, ujahili umegawanyika sehemu mbili au namna mbili. Kuna jahl murakkab na jahl basit. Jahl murakkab ndo hii taarifa alosema, ni kudhania kitu au kusawirisha kitu kwa namna ambayo si kwa uhakika wake. Tamam. Mfano watu wengine husema kuwa hii alam ni qadim, hii dunia haina mwanzo, haiwezi kuwa na haina mwanzo. Ile tusema ni jahl murakkab. Tamam. Kwa ajili gani? Huwa tasawwurul ma'lumi ala khilafi ma huwa bihi. Tamam. Lakini kuna taarifu ya jahl basit. Jahl basit taarifu yake maulama watuambia khuluwu dhihni an tasawwuri al-ma'lumi. Khuluwu dhihni an tasawwuri al-ma'lum, ni kuwa kichwa yani ni ile dhihni, akili ya mtu haijui chochote kuhusu kitu fulani. Ukimuuliza bwana la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kwa mfano mtu aulizwe nini maana au nini hukumu tutatumia mfano inshallah waqiia. Kwa mfano mtu aulizwe nini hukumu ya tawasuli, kuna watu aina mbili. Mmoja atasema mimi sijui, ile inaitwa jahl basit, ile ni jahl nini basit. Na mmoja atasema tawasuli ni shirki, ile ni jahl murakkab. Kwa ajili gani? Kwa taarifu tuliweka hapa, tuloambiwa hapa na Sheikh, tasawwurul ma'lumi ala khilaf ma huwa bihi, ni kwa yeye watasawwar kuwa tawasuli ni shirki, lakini kihakika si shirki, basi ile ni jahl nini, ni jahlun murakkab. Na huyu mwenye kusema mimi sijui, yule tutamwambia hii ni jahl basit. Kwa ajili gani? Kwa ajili akili yake haina fikra yoyote kuhusiana na jambo hili. Tamam. Na hii jahl murakkab na jahl basit, kwa ajili gani ikaitwa jahl murakkab? Na kama tunavyojua murakkab maana yake ni kitu labda kuwa kama zaidi ya kimoja, kujengea. Tarkibu ni kujengea. Sasa vipi, mbona hii imeitwa jahl murakkab na ile ya kwanza imeitwa jahl basit? Na taban jahl basit ni jahl basit, yani yule mtu yajua yeye hajui na yajua kuwa hajui. Hii ni jahl basit. Kwa ajili si mambo mingi, ni kitu wazi, bwana mimi sijui. Lakini jahl murakkab ni mtu ambaye au ni kitu ambacho kimejengewa. Kivipi? Yeye hajui, hakika ni hajui. Manake umemuuliza hukumu ya jambo, nini hukumu ya swala ya dhuhuri, akwambia sunna. Hii ni jahl murakkab. Kwa ajili gani? Kwa ajili huyu hajui kihakika, hajui hukumu ya sahihi na hajui kuwa hajui. Huwa la yadri wala yadri annahu la yadri, au anatuambia huwa jahilun bil hukmi al haqiqi wa huwa jahilun bijahlihi bidhalika alhukm. Ni kwa yeye ni jahil kwa ile hukumu ya hakika, ni mjinga, hajui, na pia hajui kuwa hajui hukumu ya sawa, ndio ikaitwa aljahl almurakkab. Naam.
Kisha sema shekhe, wadhannu tajwizu amrayn ahaduhuma adhhar min al-akhar. Inshallah tutakomea hapa, tutaendelea hapo katika darasa ijayo. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu a'la wa a'lam.